Kwa jina naitwa Kaso John, meneja mamlaka ya mapato mkoa wa Kagera. Kipekee kabisa leo ni siku maalumu ya kushukuru walipa kodi wetu wa mkoa wa Kagera. Kama mnavyojua, ndugu zangu, ndugu waandishi wa habari, tumemaliza kota ya kwanza kwa maana ya miezi mitatu ya mwaka wa fedha 2025/26 kwa maana ya mwezi Julai hadi Septemba. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru kwa sababu ya ufanisi ambao tumeupata. Kwa kota ya kwanza kwa maana ya mwezi Julai hadi Septemba, kama mkoa ulikuwa umepangiwa kukusanya shilingi bilioni 50.31 na kuweza kukusanya bilioni 57.71. Huu ni utendaji kazi wa asilimia 114.7. Kwa hiyo kipekee kabisa ni utendaji kazi mkubwa. Kwa hiyo napenda kuwashukuru kama meneja wa mkoa kwa niaba ya watumishi wote wa mkoa wa Kagera. Tunapenda kuwashukuru sana walipa kodi wetu, kwa sababu tunajua bila ushirikiano, bila kufanya kazi kwa karibu tusingeweza kufikia huu ufanisi. Lakini ndugu wa mwandishi, ukikompea sasa kwa maana ya kota ya kwanza mwaka uliopita kwa maana ya 24/25 na sasa kwenye kota ya kwanza ya mwaka wa fedha uliopita, lengo letu lilikuwa ni kukusanya bilioni 39.57 na tuliweza kukusanya bilioni 44.13. Lakini ukikompea na sasa hivi ukusanyaji wa bilioni 57.71, hii inapelekea ukuaji wa asilimia 31. Kwa hiyo mnavyoona hapo ni ukuaji mkubwa sana. Kwa hiyo kipekee tena ni washukuru tena walipa kodi wote. Niseme tunajivunia sana kuwahudumia, tunajivunia sana ushirikiano wao ambao wanatupa, lakini tunajivunia sana namna wao wanajitokeza kulipa kodi zao, kulipa madeni yao, na hivyo vyote ndio vimetupelekea pengine kufikia hapa. Lakini pia na sisi kama mkoa niseme tunaendelea kuahidi kutoa huduma bora, kuwafikia maeneo yote ambao wapo muda wowote. Sisi kwa kawaida tunafanya kazi hadi Ijumaa kwa upande wa kodi za ndani. Lakini ndugu waandishi wa habari, kwa mwitikio wa walipa kodi wengine tunahudumia hata siku za Jumapili, hata baada ya muda wa kazi. Kwa nini tunafanya ili kuhakikisha kwamba tunawafikia, tunatengeneza urafiki, lakini pia ni sehemu ya kuwezesha. Kwa mfano mwingine muda wa kawaida naye anafanya biashara ili kuingiza kipato. Kwa hiyo ili asidisturb muda wake, basi tunamhudumia hata muda baada ya muda wa kazi. Kwa hiyo niseme tu, nitoe wito tena kwa walipa kodi, mbali na shukrani, tuendelee kushirikiana na wale wote wana changamoto yoyote. Ofisi zetu ziko wazi muda wowote, namba zetu za simu zipo, lakini sisi tuko ofisini, ofisi ya meneja wa mkoa, lakini ofisi zetu za wilaya, vituo vyetu vya forodha, muda wote tunawakaribisha. Kwa wale wenye madeni wasisite, muda wote waje, tujadili biashara zao, tuone namna gani tunaweza kuweka utaratibu mzuri wa kulipa madeni na wao kuendelea kufanya biashara. Lakini tunajua kabisa kuna wengine wanahitaji huduma zetu mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha biashara zao. Mwingine anataka mkopo benki, anataka tax clearance, pengine anadaiwa au hajalipa kodi zake. Basi sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Waje tuzungumze na mimi niwahakikishie tutawahudumia, tutawawezesha ili biashara zao zizidi kuendelea. Lakini kipekee pia ni mbali na wafanyabiashara, nishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa kwa namna ambavyo wameweza kutusimamia na kutuongoza kama mlezi wa taasisi zote za serikali na binafsi mkoani. Lakini pia nishukuru wadau mbalimbali wakiwemo tax consultants, lakini vyama vya wafanyabiashara, TCCIA, jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania, lakini pia kuna jumuiya ya wafanyabiashara wadogo kwa maana wa machinga, lakini na wadau wetu wote mbalimbali wa taasisi za serikali lakini na taasisi binafsi. Lakini pia mbali na hayo, ningependa pia nisisitize yafuatayo. Ndugu mtangazaji, tumefanya vizuri, lakini kama mkoa bado tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nisisitize maneno yafuatayo. Cha kwanza, matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki. Niwakumbushe tu kila mfanyabiashara anayeuza kisha anatoa risiti halali kwa mnunuzi wake. Lakini kila mnunuzi niwakumbushe pia kuhakikisha wakinunua uhakikishe wanadai risiti halali kulingana na kile kitu ambacho amenunua kwa maana ya bidhaa au huduma. Lakini eneo lingine ni eneo la magendo.
Mkoa wetu umepakana na nchi jirani zaidi ya 3. Tuna mipaka mikubwa. Kwa hiyo niwakumbushe wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara za kimataifa kuhakikisha wanapita kwenye mipaka yetu ambayo inafahamika au imethibitishwa. Kwa maana ya kwamba tunaamini wengi wana comply, lakini kuna wengine bado wanapita vichochoroni. Kwa hiyo ni waje tuzungumze. Naamini wengine wanafanya hivyo kwa kutokuwa na elimu. Ofisi zetu ziko wazi, kabla hujaanza kufanya biashara, karibu sana tuzungumze, tuone namna gani tunaweza kukuwezesha ili upite kwenye mipaka yetu. Kwa sababu madhara ya magendo ni makubwa. Mbali na kwamba unaweza kaingiza bidhaa ambazo hazina ubora, lakini hata wewe pia tukikamata mzigo tunaweza tukataifisha pengine hata na chomo ambacho kimebeba. Kwa hiyo ili uepuke hayo madhara, uje tuzungumze, tuone namna gani tunakuwezesha. Na ndugu mtangazaji, niwaambie kuna wengine wanapita njia ya vichochoro, lakini muda mwingine hata hamna kodi ambayo anatakiwa kulipa. Kwa hiyo ni swala la uelewa tu. Kwa hiyo ofisi yetu imejipanga kutoa elimu, lakini ofisi yetu imejipanga kuwasikiliza na kuwahudumia, kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wote wanapita kwenye njia halali ambazo zipo serikali imethibitisha. Maeneo yapi ambako yanaonekana yamewezesha TRA kukusanya mapato? Maeneo ni mengi, lakini kubwa ni tunasema sisi ni mahusiano mazuri kati yetu sisi na wafanyabiashara wetu. Tumekuwa marafiki sana, tunazungumza kama marafiki. Wenye madeni wengine mwanzo walikuwa wanakimbia hawaji kulipa, lakini sasa hivi tunaweka utaratibu, anakuja anaingia mkataba, anaanza kulipa taratibu. Lakini pia hata huduma zetu pia tumerahisisha. Kwa mfano sasa hivi ukija kukadiriwa tunakupa na control namba yako. Kwa hiyo ukikadiriwa mara ya kwanza utakiwa kuja tena ofisini kwetu. Unalipa kodi yako ukiwa nyumbani, ukilipa kwa njia ya simu au kwa njia ya benki. Kwa hiyo tumerahisisha sana huduma zetu. Lakini pia mbali na hivyo pia tumewafikia walipa kodi wetu. Kwa mfano vipindi vingi pia tunaweka ofisi zetu tunapeleka hata maeneo ambayo walipa kodi wapo. Kwa mfano maeneo ya masoko na maeneo mengine. Kwa hiyo tumejitahidi pia kuhakikisha kwamba tunawafikia, tunapunguza muda wa kuhudumia. Kwa maana ya kwamba mtu wa Lamishenye muda mwingine kutoka Lamishenye kuja ofisini ule ni muda wake ambao anautumia. Kwa hiyo sisi badala ya mlipa kodi kutoka Lamishenye kuja ofisini, sisi tunafika Lamishenye na tunamhudumia. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndo machache, yapo mengi lakini hayo ndo machache ambayo pengine yamechagiza haya mafanikio ambayo tumeyapata. Mimi naitwa Salum Sultan Abubakar, mwananchi wa kawaida. Maoni yangu ya kwamba elimu imewafikia, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Hata kwenye ibada huwezi ukaingia kwenye ibada mpaka uwe na elimu ya ile ibada unapoona unaifanya. Na Mwenyezi Mungu anataka upate elimu, umjue Mwenyezi Mungu vizuri na ndio utamwabudu vizuri. Kwa hiyo ukusanyaji wa mapato umeongezeka kutokana na watu kupata elimu katika swala zima la ukusanyaji kodi. Ushauri wako ni upi katika mamlaka husika, au kitu gani ungependa kiongeze ama kiboreshe zaidi katika elimu tu bado, kwa sababu watu wengine hawajafikia na elimu ya ulipaji kodi. Kwa hiyo wafanye juhudi hiyo ya kuongeza elimu ili upate ukusanyaji kodi upate kuwa mwingi zaidi. Elimu tu, elimu, kwa sababu kuna watu wengi ambao bado hawajafikiwa na elimu ya ukusanyaji kodi. Lakini wakifikiwa watu zaidi na zaidi, basi kodi itaongezeka. Kwa majina naitwa Claudian Kaneno, ni mdau na mlipa kodi katika mkoa wa Kagera, manispaa ya Bukoba mjini. Kwanza ni shukuru mamlaka ya mapato ya hasa mkoa wa Kagera na Tanzania nzima kwa ujumla. Ni kwamba kitu kilichosababisha kupanda kwa makusanyo ya kodi kwanza ni ule ukaribu walioujenga na mahusiano mazuri na wafanyabiashara. Lakini mbali na hivyo kuna mbinu mbalimbali ambazo wameziunda. Wanatembelea wafanyabiashara duka kwa duka, wanatengeneza makongamano. Juzi hapa karibuni wametutengenezea bonanza la mpira ambalo limewavuta wadau na wafanyabiashara wengi kwa lengo la kuwapatia elimu. Hivyo mbinu hii ya kutoa elimu kwa mlipa kodi imesaidia sana. Lakini pia sio hivyo tu. Nimeona kwa sasa hivi wameweka dawati la kuwawezesha la uwezeshaji wa wafanyabiashara. Dawati hili pia pale wanatoa elimu mbalimbali kuhusiana na elimu ya kodi, maana elimu ya kodi ndio msingi wa kila kitu. Wafanyabiashara wanapopata elimu ya kodi ni moja ya kuwatengenezea mahusiano mazuri na watumishi wa TRA ili kuondoa ule uoga wa kukutana
na kulipa kodi kwa hiari. Hivyo tunaishukuru sana mamlaka kwa hili dawati na mbinu mbalimbali wanazoendelea kuzitengeneza. Kipi sasa waongeze zaidi waweze kuwafikia hata wale ambao hawajawafikia? Ambacho wanatakiwa kukiongeza sasa hivi upande wa TRA ni kwamba tayari wameshatengeneza imani kwa Watanzania, hasa walipa kodi na wadau mbalimbali wa kodi. Wanachotakiwa kukiongeza ni kutembelea wafanyabiashara na wajasiriamali wote mpaka kufikia kule vijijini, sio mjini tu. Waendeleze nguvu hiyo kwa umoja, waweke matangazo kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wawashirikishe wadau wote wa kodi ili waweze kulipa kodi kwa usahihi na bila woga wala kudanganya. Lakini pia kuna kitu kingine kimoja ambacho wafanyabiashara na watoa huduma walikuwa kijui: matumizi ya EFD, hizi mashine za kutolea risiti. Wafanyabiashara wengi wamekuwa wakilipa kodi ambazo mara nyingine unakuta wamejipunja au wameipunja serikali. Hii ni kutokana ni kwamba wafanyabiashara wengi hawana ile tabia ya kutunza kumbukumbu. Lakini unapokuwa na mashine ya EFD inakusaidia kutunza kumbukumbu na hivyo kusaidia kipindi cha kwenda kulipa kodi ukiwa unajua kabisa naenda kulipa kodi sahihi, kwa maana zile data unazoziingiza kwenye EFD ndo zile zitakazotumika kukadiria kodi ili usiwe nje ya makadirio ya kodi sahihi. Hivyo ninahimiza tu kwa wafanyabiashara na wadau wenzangu walipa kodi watumie mashine za EFD ili waweze kulipa kodi sahihi na kuondoa ile sintofahamu ya kwamba aidha wanaibiwa kodi au wanalipa kodi ambayo sio sahihi. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo tumeviona kupitia serikali ni kwamba baadhi ya pesa inayokusanywa kutoka kwa wananchi, hasa wafanyabiashara, imekuwa ikionekana kabisa. Miundombinu imejengwa kama mahospitali, shule na vitu vinginevyo ambavyo kiukweli vinaleta imani kwa wananchi, ambavyo vinatoa msukumo na juhudi kubwa za kulipa kodi bila kukwepa.